bila shaka ni hatua ambazo kwa kweli zimekamilika, na sasa tukiwa njiani eneo la barabara hii ya Kilimani kuelekea katika hatua ya mafikio yake Bwana Charles Martin Hillary, na eneo hili basi lipo mkabala na eneo la Jang'ombe. Tunaweza kusema ni eneo ambalo alizaliwa Uncle Charles Martin Hillary kutoka mwaka 1959. Utaona kwamba ni miongoni mwa watu ambao walipata bahati kubwa ya kuishi umri mkubwa, lakini bado Watanzania na walio nje ya Tanzania wanamtamani katika maeneo mbalimbali. Kama tunavyofahamu, ni miongoni mwa watu ambao wamepiga jeki tasnia ya habari kwa ujumla, kadhalika michezo. Na kama utakuwa rafiki zaidi, kuna matukio kadhaa ambayo bila shaka umeshawahi kuyashuhudia kupitia Uncle Charles Martin Hillary, lakini wengine watamkumbuka na walio wengi wao kuhusiana na sauti yake ya upekee. Moja kati ya mambo ambayo yanaweza kukupa alama hapa duniani ni kuwa na sauti ya upekee, hususan katika sekta ya utangazaji. Ni jambo ambalo limewavutia vijana wengi, na wapo vijana kutoka Unguja, Pemba na Tanzania kwa ujumla ambao wanakariri maneno, kadhalika kujifunza sauti yake na namna matamshi yake yalivyo. Ni miongoni mwa silaha zilizomsaidia Uncle Charles Martin Hillary katika kuwa na weledi na ufanisi kwenye sekta hii ya utangazaji kwa ujumla, kwa sababu mazingira utaona kutoka mwaka 59, lakini tukija mwaka 68, na kuna shule alizisoma hapa, skuli nyingi tu, Sateni, lakini Haile Selassie. Kwa hiyo mazingira yale yalikuwa yanamfunza na kumjenga na kumpika katika kuwa na lafudhi nzuri katika matamshi ya lugha ya Kiswahili, na amekuwa balozi mzuri kabisa hata katika swala la ibada. Baadhi yao wanatueleza na miongoni mwa viongozi waliosimama katika kanisa Anglikana Tanzania, Dayosisi ya Zanzibar, kanisa la Mkunazini, walitueleza pia kuna baadhi yao walikuwa wakikosolewa kabisa juu ya matumizi ya lugha. Kuna siku kiongozi mmoja aliwahi kusema katika mahubiri yake, alitumia neno kumbini humu kuna mabaibui, lakini Uncle Charles Martin Hillary baadaye akamwelekeza, akamwambia kwa Kiswahili hayo hayafahamiki hivyo, bali yanafahamika kama matandabui. Kwa hiyo utaona ni balozi mmoja ambaye amepiga jeki kwenye swala hili la matumizi fasaha ya lugha ya Kiswahili.